Misali sura ya 11 mstari ule wa 17 mpaka ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, mwenye rehema huitendea mema nafsi yake, aliye mkali hujisumbua mwili wake. Mtu mwovu hupata mshahara wa udanganyifu, apandaye haki ana thawabu ya hakika. Haki huelekea uzimani, afuataye maovu hufuata mauti yake mwenyewe. Wenye kuhalifu moyoni ni chukizo kwa Bwana, walio wakamilifu katika njia zao mpendeza. 21. Hakika mtu mwovu hatakosa adhabu, bali wazao wenye haki wataokoka. Some Waebrania sura ile ya 3 mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, Waebrania, angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Lakini mwonyane kila siku, maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Haleluya. Sijasikia amen. Haleluya. Sijasikia amen. Haleluya. Amen. Ujumbe wangu jioni ya leo, mtu anayefuata uovu huwa anafuata udanganyifu. Kanuni ya dhambi ni kumdanganya mwanadamu, na mwanadamu anapodanganywa na dhambi ni shetani anamdanganya na kuongea naye, na ana mbinu na elimu ya kuweza kumdanganya mtu uongo au mauti akaona kama ni kitu kizuri, na akaenda anakimbia kufanya wakati ni mabaya na ni mauti ya roho yake. Ana elimu shetani au dhambi, akisema dhambi ujue ni shetani kuzungumza na mwanadamu, kumdanganya ajitenge na Mungu aliyemuumba, hapo ajione yuko sawa kufanya mambo yake. Na hakuna chini ya mbingu mwanadamu yote anayeendea mambo bila kuzungumza naye, anasema naye. Wala mtu asikudanganye kwa mimi nimeshangaa tu niko kulewa kilabuni, sio kweli. Eti mimi nimeshangaa tu naruka nimeanza kupaa. Una mawasiliano, unakuongea na pepo la uchawi, inazungumza na mtu kana kwamba ni vitu vya faida, kana kwamba shetani unapofanya mambo yake na kumfuata kuna mambo atakupa. Ndio kanuni ya shetani, na anamdanganya mwanadamu, anampindua ufahamu, awe kinyume na Mungu aliyemuumba, afanye mambo yake na ayaone mazuri. Kwa akili za mwanadamu anaweza kapindua, hata kama uko elimu ya juu, hata kama una masters. Shetani hana mwenye elimu zaidi ya elimu yake kudanganya. Yaani ukisikia mdanganyifu na malaya anayejua kubembeleza mwanadamu na kumgeuza simkubali Mungu, ni shetani. Kwa hata kama kiambio hicho shika hicho ni hatari, shetani muda anaongea naye kwamba hamna, ndio ya tukuloga au wewe tu hao. Kwani kina ubaya gani? So unaona wewe umeroga, umeiba na vitu vile, umefanya sasa wateje. Yaani huko anaambiwa na mle ndani anazungumza naye. Dhambi inadanganya mwanadamu, na mwanadamu akishadanganywa na dhambi anaenda kuitenda, anaanza kuifuata. Kadiri mwanadamu anapofuata dhambi ndiye anafuata mauti ya roho yake mwenyewe, inamuua. Kwa Mungu anakuwa hayupo, roho hiyo inakuwa imekufa. Shetani anaanza kuiendesha yeye roho iliyokufa ile. Karoge, kazini, kalewe, kagombane, kaibe, kale rushwa, chukua fisadi, tukana, ukomvi, anaanza kuitumia, maana ile roho imekufa kwa mambo yale inayoyafuata. Yale mambo ya shetani yanakuua mwanadamu. Kwa Mungu na kwa roho ile imekufa, ni ya Mungu imekufa, haipo. Nani aliyefanya? Ni dhambi inayozungumza kwa mwanadamu, imemfanya mwanadamu afe kwa Mungu. Ile hiyo imekufa. Hata kisikia hivi neno mle ndani anaongea naye shetani, basi anajua mimi nimeshamnyonga,
achana nayo hilo. Sikilizaka tu, usitoke kwenye uchawi. Sali tu wewe. Ndelako kuroga. Kwani kuna shida gani? Anamwambia kuna shida gani? Wakati mbele ya mwanadamu siko njia mbili, uko moto milele, yako maisha ya kuishi na Baba milele. Ukitubu na kutoka kwenye udanganyifu wa dhambi, jioni yupo aliye hai milele. Akiingia ndani ya moyo wako, anaondoa udanganyifu wa dhambi bwana. Dhambi huwa inadanganya. Kanuni ya shetani ni kumdanganya. Kuna mama wengine hata walioolewa na wenyewe wanadanganywa na mamalai. Ameolewa na mume ndani anadanganywa. Mume wako mbona hakutunzi? Yaani hata mwili anadanganya. Sasa shetani yeye anadanganya roho yenyewe, na akishaiba na iendesha, ujue vitu vyako vyote anaviendesha yeye. Kwa hiyo mtu huyu atakipata shida atamueleza nenda kwa mganga fulani. Anaenda kwa mganga amefunga ng'ombe, akampelekea mganga. Yaani atembea na maelekezo ya shetani. Hata kiambiwa njoo kwa Yesu kwenye hakuna kuleta ng'ombe, utaombewa bure. Hamna. Niende kwa wafumu. Unadhani nini unaamini hivi? Umedanganywa. Yukaria hiyo aliyezitanda mbingu na nchi ni Baba wao. Anakutafuta mwanadamu. Toka kwenye udanganyifu wa dhambi. Toka kwenye huo udanganyifu. Mwanadamu unamwekea tumaini anayekufa. Na hata kisikia hivyo Injili nene inasema amelaaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu. Mtu ni wa Mungu, amemtegemea mwanadamu anayekufa, anatembea na laana, anatembea na dhambi, anatembea na mauti. Laana ni dhambi. Anasikia hivyo, lakini unakuta dhambi inaongea naye. Yule ndiye anayekusaidia, yule ndiye baba yako. Nenda kumsikilize yeye. Dhambi inaongea. Anakaa kwenye ule udanganyifu. Hayo malokole gani ya hivyo? Na wengine ndio wamefungwa kweli. Nienda kuhubiri meatu wanashanga. Na waganga tena mnawasema hawana tusaidia. Yaani akili zimekamatwa, mwanadamu anaona msaada huko kwa mganga. Yaani kweli wakuta waganga ni kama Mungu. Wanasema na waganga tena. Yaya lolo twalema. Tena waganga tusiende. Yaani wameweka tumaini, mwanadamu amedanganywa, amefungwa fahamu, ameelekezwa mengine ya shetani, anaendea mwanadamu kumwekea tumaini anayekufa. Anaweza kaenda kukuta awalishazika siku nyingi. Aliondokaga uliyemwekea tumaini. Geukale, yukalie milele, hana mwanzo wala mwisho. Alishuka kuzimu, amenyang'anya funguo. Mauti haikuweza kumshika, maana ni Mungu Muumbaji. Aliachiwa, alitoka yuhoi. Siku ya tatu alitoka kaburini. Ukimwekea tumaini huyu, unakuwa salama salimini bwana. Kwanza dhambi haiongei kwa mtu aliyeingia kwa Kristo ndani yake. Kisha yaani unakuwa haupo kwa shetani, kule haupo. Utakachoambia wewe sasa ni muda wa maombi. Kashuhudie, tie moyo fulani, samehe, shinde ubaya kwa wema. Yaani mle ndani unaelekezwa kufanya mema, kutenda haki ya roho yako. Haki ya roho mwanadamu ni kutekeleza maagizo ya Baba wa roho, ni kufuata sheria ya Baba wa roho. Ndio maana unaiba, unazini, unajificha, unafanya mambo ya shetani ili watu wasijue. Nini? Umedanganywa. Na anakuelekeza mwenyewe ujifiche. Shetani na mambo ya ajabu. Yaani mwanadamu kwa akili kawaida anajua haya mambo aliyoshika sio mazuri. Hata kwa waganga watu sasa hivi wanaenda wamejificha. Asubuhi alikuwa kwenye dini ya kiroho ameimba tezi za rohoni, anasubiri giza, yuko kwa mganga kueleza shida zake. Kwa nini haendi mchana? Anaogopa mle nani mnahukumu. Kwa nini hazini kama hapa tumuone? Hamna. Anatafuta giza, anatafuta gesi ya 5,000. Anatafuta namna. Ama yuko Misungu anaenda Singida, wasimuone wa hapa. Muone mstaarabu naenda kwa shangazi. Ndio mambo ulio nayo. Dhambi imekudanganya. Kwake hakuna kinachofichika. Yuko Baba wa jioni ya leo, haweza kukuondoa kwenye udanganyifu wa dhambi. Mwanadamu kawa salama, anaokoa nafsi za wanadamu, zinawekwa huru mbali na udanganyifu wa dhambi. Anasema mtu mwovu huwa anafuata udanganyifu. Dhambi inapo
anapokaa ndani ya mwanadamu, huyu atafuata udanganyifu kila siku. Ndio kazi ya dhambi. Mungu ameweka uchawi ni kukudanganya kana kwamba na kitu cha maana, mpaka mtu anaondoka na lile furusha nalo, mpaka anaondoka na zile alama na pete za kuzimu. Anahakikisha shetani anamsindikiza mpaka kuzimu, kama haya, huyu nimempotisha wa huku. Afu anaanza kufarijiana walio hai, tumuombe atoke kule. Alifuata nini? Kuna njia mbili. Kwa hiyo kama watu wanaombewa watoe jehanamu, kwa hiyo jehanamu haitakuwa na watu wetu. Baada ya kifo ni hukumu. Ni wewe mwenyewe ukiwa hai leo kutoka kwenye udanganyifu wa dhambi, rejea kwa Baba wa roho. Jioni ya leo yupo Kristo aliye hai, amejaa neema na rehema kwa wanaotubu na kugairi. Utaongea na shetani na kudanganya hivyo mpaka lini? Kuanzia mabinti, vijana, wa baba na wa mama, wote anaongea nao. Waanza kama mume na mke sebuleni, huyu shetani anaongea naye mume, na huku na mke naye shetani anaongea naye. Ni mambo ya ajabu. Nishuhudia mtu mmoja, Mungu akasema, mchungaji, ni shetani mbona hatari kabisa. Yaani limenichezea. Yaani linazungumza mpaka unaenda bafuni, unaenda nalo linaongea. Hali ya tina ya mwanadamu. Hata wewe ni shahidi. Hata uende kuoga unaenda nalo. Yaani halimwachi. Ninaenda kuzungumza na kumwelekeza mambo mbalimbali. Kama ni kujenga fitina juu ya mke na mume, ninasema anadharau mno. Kwa nini amekufanya hivi? Achana naye. Eti hivi na hivi, saa hizo siongee naye. Eti shetani nini? Dhambi inazungumza naye, inamdanganya avunjishe mji mwenyewe, na mnena leo haweza kukoka mwanadamu we salama. Hautadanganywa na dhambi. Akiingia simba kabila wa Yuda, aliyeacha enzi na mbingu, akakaa moyoni mwako, dhambi haiongei tena. Amesema mtu anayefuata uovu anafuata udanganyifu. Kazi ya dhambi ni kumdanganya mwanadamu. Awe na elimu iliyo juu, awe hajaingia darasani tahaju, anazungumza na shetani. Na wote anaweka kwenye section kufuata mambo yake. Dhambi ya ulevi tu, ameanzia viwango vya juu mpaka wagongo. Si chupa anauza 500, si 300. Wote ni walevi. Kulingana na viwango vya vipato vyao, anawatumia wote. Haya, nenda kulewa. Hata kama mtu mnikaa anasema, mimi na kiu kweli. Pale ni mawasiliano. Anaongea na kimbia. Kanywe gongo kule moja chupa moja. Anakunywa huko. Paka midomo imeungua. Mwanadamu. Kapi mwanadamu anatafutwa. Lete haweza kusamehe na kufuta hatia na kukugeuza leo. Usiteswe na dhambi, ukawekwa huru. Mtu anafanya mambo ambayo yanamcheruhi, yanamuumiza, kinaendelea kwenda. Gongo ni kali mpaka mdomo unaungua. Kiaendelea kunywa gongo. Nini? Shetani anamdanganya na anasema naye. Kani bwana. Mapombe kwa mengine yanaunguza tandani. Paka lini mwanadamu? Huyo mlevi mwingine, yeye chupa moja 50,000. Yeye amezipanga kwenye friji hizo. Na ulevi ni ule. Ameweka grade kulingana kipato, na wazinzi vivyo hivyo, na wachawi hivyo hivyo, na waongo, na wezi. Yukalie haweza kukwenda kwenye udanganyifu wa dhambi. Mwanadamu kapona, ukawekwa huru, usionewe. Kijana njoo kwa Yesu, binti njoo kwa Yesu, falme wa falme yu hai milele. Amesema mtu anayefuata uovu anafuata mauti yake mwenyewe. Shetani anapomdanganya mwanadamu, anaongea naye, yeye anampa mauti. Na kanisani upo na Bwana sio unapewa, kumbe unafuata mauti, kumbe unatembea na udanganyifu, unaendeshwa na yule mwovu, unafuata mambo yake. Ikole usipotubu na kurejea, kila goti litapigwa mbele za Mwana wa Adamu na kukiri kwamba yeye ni Bwana. Hata kama leo unamkataa, umekubali udanganyifu wa shetani, unaimba na tenzi za rohoni, wewe wa mwilini, mambo unayofuata sio ya rohoni. Paka na kuhubiri, mtu anahubiri, anachokifuata sio Mungu.
Kila kazi ya mtu itapimwa tena kwa moto. Kila hicho kitenda mwanadamu kitafuatana naye. Hakuna hapo pa kujificha. Hakuna mnajimu wala mwenye majini wala mganga mkubwa. Kila goti litapigwa mbele za mfalme. Hatujifanye mganga kama watu wanakuogopa, wanakuwa na uvuvio wa kipepo. Watu wakimwona yeye kama ana utisho fulani. Hakuna utisho kwa Muumbaji. Tapu manyota. Kila kitu kinapiga sauti kwake. Umewekwa mwanadamu, utaripoti, usipatubu na kuacha njia hizo mbaya. Mbai kwenda kumshuhudia mganga mmoja. Kijana amevaa jeans. Na nilikuwa sielewi kama ni mganga. Watanashati sasa hivi wanaita. Kijana mdogo tu. Hapo nilikuwa sielewi kama ni mganga. Amevaa jeans na t-shirt. Sasa kwanza nishangaa hapo pana watu. Kumbe wahemba. Kwenda pale, alikuwepo mama mmoja alikuwa amekuja kanisani siku moja. Nasema nikamuone, maana alisema nakaa hapo. Kwenda pale nakuta wako watu wengi. Na yeye yupo, kumbe ndio mganga yeye, mimi sielewi. Sasa nikaanza kushuhudia. Hiyo ndio kanuni ya mwenda mbinguni. Kwamba ni vizuri kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa haya maisha. Hizi nafsi ni za Mungu. Hizi roho ni za Mungu. Usipoenda kwa Mungu, utashangaa unakimbilia waganga wa kienyeji. Na kuwawekea nini? Tumaini wakati wanadamu wakufa watakudanganya. Kumbe ndio wako kwa mganga. Mganga alipoona anafumuliwa, akasema mtumishi, tuingie ndani. Yuko hawi na mtu wa Mungu mwingine. Tuingie ndani ya mazungumzo. Na yule mama aliyekuja kanisani wote tukaingia ndani. Ataandika mkeka tukakaa hapo. Kumbe nimekimbizwa kwa wahemba wasisikie hayo kwamba yanawadanganya. Wana hekima, hawataki kabisa waambie wao wanadanganya watu. Kuingia mle, anasema sasa, mtumishi wa Mungu, hata yule aliyemtembea sijaanza hata kumjenga sasa. Nina tatizo moja hapa, kuna mtoto ananisumbua. Hajawa vizuri miaka mingi. Sasa mimi nahitaji maombi afunguliwe. Nataka pone. Naomba hayo maombi, ndio maana nimekuita. Ili tuzungumze faragha humu ndani. Kwa hiyo tuko watu wangapi humo? 4. Yule niyekuwa naye mimi na huyo mama, kumbe ni mke tena, mimi sielewi aliyekuja kanisani. Na yeye. Hapo, yani Mungu ni mfalme. Hapo ndio natafakari anachoniambia. Nikaambia mwambie aache kazi mbovu anayoifanya. Akikubali kuacha hii kazi mbovu, mwambie na muombea huyo mtoto. Aache kazi mbovu. Sasa sielewi vizuri kwamba niko kwa mganga. Ndugu zangu, kifuata haki. Haki ni uzima. Haki ni Kristo. Ni Mungu aliye anayezungumza ndani ya mioyo yetu kutuelekeza yaliyo sirini, yaliyo rohoni, yaliyo ndani ya mioyo ya wanadamu ili tuendee uzima. Anazungumza Mungu, mwambie hivi. Mwambie hivi. Acha kazi mbovu. Kama unakubali kuacha leo, huyu mtoto namuombea na atapona. Nikamwambia hivyo. Kitu kimoja kinachotakiwa kwako kusikiliza. Nataka mtoto huyu apone, amekusumbua muda mrefu. Kubali kuacha kazi mbovu unayoifanya. Ukikubali leo, namuombea huyu mtoto. Akashituka. Mimi sina matunguli, napaka watu tu dawa. Sio mganga yule wa Lamli. Wa Lamli ndio wabaya. Umeniko kwa mganga wa gate hii. Nicho kwa mimi sikijui. Yeyote akikubali Kristo moyoni, wanazungumza, wanatuonya, wanatuelekeza, wanaturudi, anatuelekeza kutujuvisha njia ipasayo kuiendea. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Utaisikia sauti ya Mungu ya kuelekeza hivyo kama unafuata uovu. Utaongea uovu huo ndani mwako na utatekeleza uovu. Na utakudanganya na kutembea na mauti kwa sababu umekubaliana na. Akafumuka bwana. Nikasema awe mganga wa majini, awe mganga wa Lamli, awe mganga wa kutoa dawa, wote nyie nadanganya nafsi za wanadamu na kuzifanya simuone Mungu wa kusujudu wewe. Ni kosa kubwa mbele za Mungu kuanza kudanganya watu watembee na maneno yako badala ya kutembea na neno la Mungu. Akasema sasa mimi nitaka niache uganga mchungaji. Nilienda kanisa moja, akataja dini moja. Hivi vifani nilivyokuwa nafanyia hapa, nilipewaga tu, wewe niseme tu ukweli, nilipewaga tu na babu. Lakini sasa hivi
Sasa ubaya wake akaje eti akapanga nyumba karibu na kanisani. Na mahali tuko naabudu huko chini. Kwa akaja na wahema wale karibu na kanisa. Sasa nimetoka nimefika hapa. Naona nguvu inaenda inafanyeje? Inaenda inafanyeje? Nani analia? Ni Alfa na Omega, Simba kabila wa Yuda, ni Mwokozi, ni Mfalme, ni Mtawala na Mmiliki Bwana. Akiingia kila kitu kinapiga sauti kwamba hapa hatutakaa. Alisema mkianza maombi yale ya saa 2 hapa sikai, ni mbio mno, misungwi. Huyu mwanaume topu manyota, kwake ni salama, kwake hata bahari ilisema naam, tunakujua, hatuwezi kukaa, tutaachia njia kama ulivyosema Mungu, maana umetuweka, hatuwezi kushindana na wewe. Yule kijana akasema toka nimeingia hapa, na mimi nilikuwa sielewi hata kujua pale pana mganga, nilikuwa sijui. Ndio sikia ananiambia hizi nguvu ya ipo. Maana sasa ikifika saa 2 maombi ya mnaomba mpaka saa 3 hapa siwezi kukaa, moto na waka. Yukaria ukikubali kuingia kwake, kijana utakuwa salama, mama utakuwa salama, udanganyifu wa dhambi unaondoka, mapepo yanakimbia, nguvu za giza zinapiga sauti na kukimbilia maporini, maana ameingia Mfalme wa wafalme aliye hai, Tawala na Mmiliki aliye hai milele. Yule kijana namshukuru Mungu mpaka saa hizi naona hawagui. Kesha kabisa, kesha. Akasema niuze tu maduka kama wengine. Nifanye biashara kusoroja kama wengine. Yaani ni kurudi tu kwa Mungu, hata kudanganywa na hayo masamba. Hata kudanganywa na roho za uchawi ndani mwako zinaongea. Haya na kudanganya tu. Ni udanganyifu, ni manguvu ya giza. Njoo kwa Yesu tu. Yule mtu wa Mungu aliacha. Akasema siwezi kuendelea kwa hali hii hapa. Na alema na chalulu na yani huyu mwanaume mzuri huyu. Yani baada alipopanga tena Mungu akatupa kumiliki pote kabisa, kumhamisha wote. Yukaria, usikubali kudanganywa na Shetani. Ni Mwokozi, ni Mfalme wa wafalme, ni Baba mmoja, ndio mwenye hiyo roho, ndio mwenye hiyo nafsi ulionayo. Usidanganywe na huyo mwovu, asizungumze na wewe. Ukiingia kwa Kristo mzima, yeye mwenyewe atakuelekeza kwenye njia ya uzima. Hautatembea tena na mauti, hautafuata tena uovu, zile sauti za Shetani. Hata kama kuna ugomvi, kuna mtu amekuinukia, anaanza Shetani kuongea, kwa nini amefanya hivi, anadharau sana, anawagonganisha hapo. Sasa mwanze kuumana na kupigana, mwanze kukatana na kuuana. Watu wanauana, sio kwamba anachukua panga, ni rohoni kufanyiana ubaya na ubaya, kwenda kutafuta madawa kummaliza huyu. Shetani amewafitinisha, amewajengea fitina ndani ya mioyo, anazungumza nao, mtamkatilia mbali anione mimi. Nani mwanadamu katilie mbali mwingine? Wewe utaishi hapa milele. Mbona umajani? Kwani unadanganya na Shetani kutembea na mapepo ya uwaji? Toka kwenye huo udanganyifu mwanadamu. Toka kwenye hivyo vifungo. Watu wameua watu wengi. Yaani wengine hata kumwekea sumu mtu. Chakula, kumwekea sumu. Malize kabisa. Ni mambo ya ajabu yanaendelea chini ya mbingu. Wengine ni kwenda kwa waganga, kwamba huyu malize kabisa. Waganga wanaua watu wengi. Wana madawa ya kuua watu, na mtu ameenda mwenyewe anajipeleka mwenyewe. Kuna fulani Shetani ameshamwambia mkatilie mbali huyo. Mungu amekuweka wewe kama kivuli tu hapo unapita. Uwe mwenzio. Wewe utaishi hapa milele. Sitarudi kwa mwenye roho. Wewe utakuwa salama na haya. Ni mambo ya ajabu kweli. Matembea niliona waganga walikuwa wanaua watu, walishakufa siku nyingi mno. Anayechimba shimo lazima naye aingie humo. Anayechimba shimo la mauti hawezi kuwa salama. Hawezi Mungu akamwacha aendelee kufanya hivi. Ni mtakatifu, ni Mungu mwenye hasira, na anahubiriwa, amenyamaza tu na zile mauti zinazoongea. Mkatilie mbali kabisa. Tena sinichezee mimi. Hawezi kanifanyia. Wamejaribu serikali kuweka polisi, viongozi wa vitongoji, wenye kiti. Unadhani nitaiweza hiyo kesi ya rohoni? Wanafika pale wanaeleza shida,
Yaani mimi kwa kweli sijaelewa mwenyekiti ananionea. Anasema hivi na hivi. Na wewe hivi na hivi. Sasa mpeane mikono yaisha haya mambo, wewe toa faini. Mwenyekiti anasema tumesuluhisha kabisa. Huiwezi. Yupo anayesuluhisha. Yupo mfalme wa amani aliye hai milele. Simba kabila wa Yuda anaingia ndani ya mioyo kufanya suluhu ya dhambi kwa watu wake. Inaondoka uchungu, inaondoka ghadhabu, inaondoka hasira, unaondoka uchovu, inaondoka kabisa. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai akiingilia kati ndani ya mioyo ya amani inarejea. Yaani mtu anasamehe uhalisia kwa Kristo. Sio maigizo na magereza yanayofanywa kwa wenyekiti wa vitongoji na mabalozi na polisi. Kule wanaitikaga hapa. Na nilienda mimi mahakamani, wanaenda mpaka mahakamani na waganga. Kwenye kesi na waganga wa kienyeji. Kuna suluhu huko. Kuna msaada wako huko. Mtu anaenda anasema nataka nipate haki yangu. Haki yako iko kwa mfalme. Iko kwa Baba. Yeye ndiye haki yetu. Yeye ndiye amani. Yeye ndiye salama. Yeye ndiye uzima. Yeye ndiye furaha kwa nafsi za wanadamu. Haizozifanya mwenyewe Bwana. Tukiwa na Yesu kesi kisha. Hata mwenyekiti wa mtaa watakuwa na kazi. Yaani watu watoe na Yesu. Hamna visa. Hamna katana mioyo. Watu wapo kukatana mioyo. Kwenye miji mavurugu hayaishi, ni maukombi. Wana kazi kweli wenyekiti hawalalagi usiku ngongo. Mwenyekiti amenikata mguu. Yaani mimi nipeleke polisi. Yaani kazi kweli. Ni mapepo. Amekukateje? Hii kesi sasa ni mbaya kwake, huyu muuaji. Wanaanza kuchocheana sasa na huyo umie sana. Sio suluhisho. Hata mwenyekiti naye amemshinda. Yukaria hayo tapuma nyota Baba wa milele. Ni suluhu ya ndoa zetu, ni suluhu ya nafsi zetu, ni suluhu ya maisha. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kimwendea yeye anatupa haki Bwana. Kwake uko usalama, si kwa upanga wala kwa bunduki, bali ni kwa jina la Bwana wa majeshi. Hatukizungukwa na maadui kama nyuki. Kwa jina la Bwana wa majeshi wanakatiliwa mbali. Watu wanajiona ni sisimizi, hili chawi sana kuliko sisi. Na wanaenda wanajisomba kama tumegusa pengine. Simba kabila wa Yuda ni hatari. Mwanadamu akikubali moyo wake kuambatana kumfuata yeye aelekee haki, anatembea na uzima, anatembea na aliye suluhu. Hakuna cha uchawi wala uganga wala chini wala masamba wala mapepo ya mafarakano. Yanaelewa hapa ni hatari. Sasa unaenda mwilini kama unapeleka kesi kwa mwenyekiti wa kitongoji, viti rohoni. Ataweza? Unaenda polisi kule ni mwilini, alafu viti rohoni. Haya mambo ndio yanatokea hivi katika mwili, yameanzia rohoni. Yukalie roho, simba kabila wa Yuda, hana mwanzo wala mwisho, ni suluhisho kwa wanadamu. Ukiingia kwake, utakuwa salama mama, utakuwa salama baba, utakuwa salama kijana. Unakataa kufuata uovu, utakataa udanganyifu, unaendea yale kuyafuata ambayo yatakuokoa. Mambo ya shetani unayafuata lakini hayana nini? Wokovu. Hayana nini? Uzima. Hayana nini? Usalama wa roho na mwili. Ya Mungu aliyetuumba tunapoyafuata yana uzima wa roho ya mwanadamu na mwili, yana usalama, yana ulinzi. Ndio maana sema Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Kama alimwachilia Kristo msalabani afe kwa ajili yetu, hata tukilimia tuwe pamoja naye huyo Kristo. Kwa Kristo atatuona kwamba tumekubali kuwa upande wake na Mungu atakuwa upande wetu. Nani aliye juu yetu? Nani atasimama juu ya huyo mtu aliyekubali kumwendea Baba wa roho, kulifuata neno, kutembea na kwenye usalama wa roho za wanadamu? Ni ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yaani kesi zake anamaliza kimya kimya. Hamna upanga, hamna bunduki, chini. Hata huyo mimi aliyekuwa ananiambia nimemalizwa nguvu, mimi hata nilikuwa sijui amemalizweje. Yaani chini. Utashtaki nini sasa? Kwa nini alikuja na panga kate nguvu zako?
Kuna kesi mahakamani hapa. Yaani yeye mwenyewe ameona amemalizwa. Alafu mimi nilikuwa sijui. Wamemaliza nete, wanaelewana wenyewe. Ninaendelea kufuata neno kwamba wewe ni Bwana. Nimesema hapana uchawi wala uganga juu Yakobo. Israeli Yehova, yako matendo makuu. Ithibitishe neno Bwana. Nimesema naye pigana nami apigana nawe. Bwana lithibitishe neno. Ile neno linaenda. Sasa ni mimi. Yukalia hilo ni Alfa na Omega, ni Baba wa roho. Kibali kumfuata, utakuwa salama mama. Ndoa yako itakuwa salama. Anasuluhisha tofauti na fahamu za wanadamu. Anatatua tatizo sio unavyoelewa wewe. Yaani tunapokubali kufuata yale yanayotuelekeza, ndio tunaenda kutatua matatizo yetu ya rohoni na ya mwilini. Anatatua. Haleluya, haleluya. Jamaa utajisikia vibaya, nasema Bwana umesema utatia magonjwa misitu ya Israeli. Utawapa wanaonichukia. Chukua ugonjwa Mungu, kawapa wanaonichukia. Unafuata neno si anatekeleza. Ndio unapata uzima bonus hizo. Uzima wa roho, uzima wa mwili. Ninayofuata yananiokoa. Wewe unayofuata mpendwa, mbona ni mauti? Mbona ni jehanamu? Mbona ni kifo chako mwenyewe? Geuka leo. Sidanganywe na shetani. Kanuni yake ni kuzungumza na wanadamu kana kwamba kuna vitu vya maana. Hakuna cha maana chochote. Amekupindua tu fahamu. Kichwa chini miguu juu. Anaongea na nini? Yana anadanganya watu, sio wasomi. Watu na elimu za juu amewapa miungu. Wanaita sanamu, wanaita Mungu eti sanamu. Ukiwaambia bwana hiki sio Mungu, anasema imani yangu. So imani sio koko kinyago naita Mungu. Mbona yale ya madukani yaiti Mungu yale walioweka mlangoni? Yamevaa magauni. Umewahi kuuliza shilingi ngapi bei? Ina mimi nishaamini ni upotevu. Haelewi utakiambiwa hivi. Nini? Anafuata. Amekubaliana nayo. Kukubaliana kula amepinduliwa fahamu. Haya tunaoongea mashikolo. Malizia basi na msukuma huko. Haelewi. Na yale yenyewe anayofuata mfanya sielewe. Wewe kabisa mtu wa hiki ni kimti. Nilienda siku moja kule Mwanza mjini. Alikohamisha soko kule. Nikakuta yameletwa kichwa peke yake, mikono peke yake, miguu wako kuunganisha. Kumbe wanasafirisha vipisi. Hapo mtu anafuata haya sema Yesu kweli. Jamani udanganya hivyo. Nikasema kwa anaweka kwenye mifuko yanakuja mapisa hapo wanaanza kuchomeka wanaanza kawaida tu. Namna leo kikubali kumfuata yeye yu hai, anazungumza nasi, anatuokoa, anatutetea. Bwana ni mtetezi aliye hai. Salama ya mwanadamu ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kikubali kumfuata na kuokoa. Tena unaokolewa hata uelewi. Mavita mengine hata huyajui. Kwa mfano kama huyo alikaa hapo, tulikuwa tunaabudu kanisa kama hapo chini. Yeye alipanga kwa hivi juu. Barabara tu imetutenganisha. Sielewi chochote. Na huyo binti alikuja siku hiyo, pepo zikawa zinampita kanisani. Nikapega pepo akafunguliwa. Sasa hasemi kama niko kwa mganga, niko pale. Sasa ninajua Yesu amemleta huyo aokolewe. Kumbe amekuja mganga. Bwana alitenda makuu. Hazuiliwi na chochote. Ni mwenye anga na mbingu. Ameweka misingi ya dunia. Kono wake wa kuume umezitanda mbingu. Akiziita zinamtii. Nini ambaye niko. Ukikubali leo kutoka kwenye udanganyifu wa dhambi, haweza kukuokoa baba, weza kukuokoa mama, weza kuokoa kijana binti. Ni kuingia ndani ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu amemtoa awe sadaka kwa wanadamu, awe fidia yetu. Tusizungumze na shetani. Mwanadamu muomba na Mungu alikuzungumza na mapepo tu. Angalia ya maotesho mamizizi mama. Wewe kuongea na hayo wewe. Kuna mmoja kwa nishuhudia mtu wa Mungu hawaendagi kuchimba dawa hivi. Kuna maelekezo. Anaelekeza aendeje. Anasema nafika kwenye mti, anaongea na mti kweli. Mti. Na nisikia mti, nataka nikuchimbue. Eti mti kweli unaona? Nataka nikuchimbue, niende nikamtibu yule mama ana yule. Ukamponye. Ni mambo ya ajabu. Mwanadamu anafuata hayo. Anatembea na hayo. Aliyeumbwa na Mungu, anapumua pumzi ya Mungu.
anaishi kama mgeni, anatoa hewa chafu na kuvuta safi magala nayo Mungu. Ona mambo anayofuata. Ni udanganyifu, ni upotevu, ni mauti ya nafsi yake. Heri ukirejea yuko Muumbaji aliye hai, aliyesema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Waweza kurejea. Alimfinyanga mwanadamu kwa ardhi, akampulizia pumzi awe nafsi hai, akamchukua yule mtu kumwagiza apaswe kutenda iliyo hai kwake. Kwa ili uwe hai kwa Mungu lazima utembee na maagizo yake. Unatembea na hayo maelekezo ya shetani, masama na majini, mauchawi yanazungumza, mauzinzi, hasira, visasi, manunguniko, huwezi kuwa hai kwa Mungu. Hiyo ni mauti ya roho. Na kwa sababu unatembea na mazungumzo ya shetani na kuelekezwa apate mambo yake, ana mambo haya, anaiba na haribu na kuchinja. Tubu, rejea. Hata wakiambiwa hivyo sema, wanatutishia kufa. Si ni Mungu amesema, kwani utakufa? Hata saa hizi uko mzoga, roho imekufa, kwani ipo kwa Mungu? Unayafuata ya Mungu haya? Hata sasa umekufa. Ndio maana kuna mahali Yesu alisema, waacheni wafu kwa wafu wakazikane. Yaani mmoja amekufa roho, mwingine alikufaga roho amekufa na mwili, anaenda kumzika mfumo wenzake. Kiswahili kigumu hicho. Kama marehemu na marehemu anazikaneje? Hata wao mnazikana na marehemu mara nyingi. Ngoja niende msibani, nao ni saa kufa. Roho hiyo ni mzoga. Ili unaenda kuzika mwili wa marehemu yule aliyekufa mwili kabisa. Na wewe ni magazi, hamtaka kunifuata mimi. Ngoja nikazike baba yangu. Siji nikafanyaje? Nikafanya na matambiko kwanza. Nikimaliza matambiko ya baba kule Mbeya, akifa mtu siku ya 3 wanachanganya mapombe na kuku. Ninyweshe kwanza kuku pombe, nifuate yale maelekezo, nitakuja nikufuate Yesu. Ngoja kwanza nikafanya 40 kule. Nitakuja. Yesu akasema, wewe mfu na mfu mwenzio mkazikani. Nendeni. Ndivyo ulivyo na wewe. Umarehemu kwa mambo unayofuata. Roho imekufa kwa baba, roho haipo. Unatembea na shetani, anazungumza na wewe, anakudanganya, anakuelekeza mambo ya kufanya na unafuata. Ameharibu ndoa nyingi, amevunjisha miji mingi. Wamefika hadi saizi mwanadamu hataki kuolewa. Amewadanganya. Niwe single mother, niwe huru, kana mwanaume anasumbuliwa. Amewaambia unakuwa huru tu, usumbuliwi na mtu. Na huru gani mtumwa wewe? Toba hata umalaya ulionao. Toba hata udanganyifu wa dhambi. Toka kwenye mabaya ya wanadamu. Yaani wewe una akili kuzidi Mungu? Alisema si vema mtu yabaki peke yake, wawili kwa mwili mmoja, ni mpango wa Mungu. Wamefika mahali wanadamu kwa sababu wanadanganywa mno na shetani, wanakataa. Paka kwenye mitandao wanajirusha kwenye YouTube, kwenye nini, niko single mother, niko huru. Malaya. Mbwa wewe. Natangaza kazi mbovu. Sababu wewe umeshaibiwa na kudanganya na shetani, nadanganya wengine. Kazi yako mbovu itapimwa kwa moto. Tapata mshahara mbaya, maana unafanya kazi mbaya ya kuhana. Saizi miji inavunjika, ndoa zinavunjika mno. Na kwenye madini humo wanaweka masherehe, mashera na nini. Wameweka kigari kule juu, vichwa tuko juu, bibi harusi bwana harusi wanafanya hivi. Wiki 2 tu kwenda. Mbwa wewe. Toki hapa. Masingomaza yanashangilia, sio naona. Hata wanaofunga ndoa na wenyewe hawakai. Kazi hizo mbovu. Nani nalio haweza kuwa salama ya maisha yako mama. Kimbilia kwa Yesu. Mwana wa Mungu yu hai, atakugeuza. Utakataa udanganyifu, utakataa uovu moyoni, unakaa kwenye mapenzi ya baba aliye hai. Yesu anatupa akili bwana. Yaani hata kama ufokee mtu unasikia amani moyo. Yaani Yesu ni mzuri sana. Yaani anamgeuza mtu. Hata kama ulikuwa na hasira wiki nzima unanuna, njoo muone tabibu. Anatibu mioyo na kuganga roho za wanadamu. Anaondoa udanganyifu wa dhambi. Anaondoa mapepo ya hasira ya kuzimu yasikae ndani ya moyo wa mwanadamu. Sio kama nakuja eti mle kuna sauti zinaongea mle zinamdanganya. Amesoma makosa mengi, hakufai na nini, alifanya hivi siku ile alichelewa kurudi, alikuwa kwa wala mpaka ameunganisha shetani mama ambaye hajayaona kama ameyaona.
atakuwa na hawala lazima isakawa hivi baadaye anaanza kufuatilia simu na message mle. Akikuta message imeandika siku nyingi hatujawasiliana. Ni nani huyu anataka mawasiliano na wewe? Inatimiza. Kuna mambo mle, kuna agenda na shetani zinazungumza ndani ya moyo izilete matokeo za kuleta mafarakano na migongano na ufa. Choko Yesu pone mama, choko Yesu pone kijana, choko Yesu pone baba, choko Yesu wekwe huru. Hatuma miongoni mwa wenye hofu. Katika Bwana pendo linaondoa hofu nje. Rafiki yangu, hata simhofiki kitu chochote. Pendo la Kristo linaondoa hofu, mashaka kwisha. Unadumu kumwamini Kristo. Kwa hayo mambo hayapo. Wewe ukoje? Nani anayezungumza ndani mwako? Sauti inayokuendesha ni ya nani? Mambo unayofuata ni ya nani? Hayo ndio yanayoongea ndani mwako. Na hilo ndio tatizo linalofanya roho yako iishi na mauti, kwa sababu unafuata yale unaodanganya na yule aliyebeba mauti. Rudi, rejea. Amesema angalieni mmoja wenu asiwe na moyo mpofu, moyo mgumu, moyo mbaya wa kujitenga na Mungu aliye hai. Angalieni. Ana atajifanya kuwa na moyo mgumu mbaya, unajitenga na Mungu kwa sababu ya udanganyifu wa dhambi. Dhambi inadanganya. Medanganya mpaka maaskofu, medanganya walokole wengi, wachungaji wengi, medanganya wainjilisti wengi. Wanasema Yesu ni Bwana, Mungu ni mwema. Najua pale Ibrahimu, neno wameanza kuliweka hadithi. Wamedanganywa. Wanatoka kwenye neema, wanatoka kwenye kweli. Angalia vyeo, shetani anadanganya. Mtu akikosa Yesu mle ndani anamdanganya, anampandikia vingine, namwelekeza vingine afuate. Anaanza kuangalia miungu ya hela, miungu ya dunia, ndio atakayesema ujawa salama hatarini. Hiyo ni mauti. Aliwaambia Israeli, mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatoa katika nchi ya Misri. Siwe na miungu mingine, sisujudie wala kuitumikia. Tunakataa miungu ya fedha, miungu ya machumba na miungu ya dunia hii. Hatuwezi kuitumikia miungu isiyookoa. Mungu ni mmoja tu anayetakiwa kutumikiwa, Baba wa roho, anayeishi milele, hana mwanzo na mwisho. Akae ndani ya mioyo yetu atuendeshe. Wewe ukoje? Geuka leo, hii neema ikuijirie. Moyo wako ni shahidi. Moyo wa mwanadamu na mshuhudia alivyo. Unaelewa mambo unayofuata. Umedanganya na shetani, yatosha. Umefuata udanganyifu, inatosha leo. Geuka, amua moyoni, rudi kwa Mungu. Hata hayo mambo. Sasa kikao wakuta wa mama wanaongea habari ya malaya tu. Umalaya, uhawala na nini, vitakataka vitano siseme, ni kuchati, mapicha mabaya, ngono na nini, ni shida, ni tabu. Hao kwenye dini wamo. Angalia mambo anayoangalia. Angalia mambo anayojifunza. Ni ya Kristo hayo. Tabu mwanadamu, acha njia mbaya hizo. Acha hayo mambo ya shetani. Acha kudanganywa. Hataki kujifunza nini. Hata hivi tukiwaambia kwamba kwenye YouTube na channel ya mahubiri, wewe kumkuta maeke MB anasikiliza injili. Hata sikiliza mazongozongo, maharibifu, matakataka yaliyomo ndani mwake, na kama sumaku vikubaliana. Nakubaliana udanganyifu umeumbwa na Mungu. Maonyo hutaki. Kwamba ache mabaya. Anataka udanganyifu aendelee na haya, anamvutia. Hawalalagi mpaka saa 8 mpaka saa 7. Angalia wanaoangalia. Tabu kijana, acha njia mbaya hizo. Acha umalaya. Wanawasha matamaa wenyewe. Sio wanafuata hayo. Nimekumaindi, nimekufanyaje? Ameona yale mapisha. Anaanza kutuma nyinyi ma message. Nyinyi tuonane kesho. Nini matamaa yamewaka. Toka kwenye uovu huo. Toka kwenye mabaya. Ni shida, kuna magonjwa takataka za magonjwa saizi. Yaani magonjwa ya kila namna, watoto wanakosa hata kinga mwilini. Taifa lenyewe linateketea. Tutakuwa taifa gani na wagonjwa? Kana zaliwa kagonjwa, kamimba kamgonjwa. Hata manesi wanaogopa, wanaangalia kadi. Tazali huyu nani?
Mambo ya ajabu. Kama nisije nikashika madamu na mimi nikanajisika hapa, maana sasa pameharibika. Kiona kadi ina nyekundu, nitafute grabs. Hii danger hii. Jamani, bakalini. Hata toba kwa muacha hayo mambo. Yamkini Mungu atakusamehe na kuondoa magonjwa yote. Kagonjwa katafuta mgonjwa. Kamimba kenyewe na aliyewekwa huko ni mgonjwa. Hao wagonjwa watafika chuo kikuu. Watakuwa mawaziri hao. Mtoto anazaliwa anakunywa vidonge. Jamani. Mama ana meza, mtoto aliyemzaa na meza. Kweli hao watoto watafika chuo kikuu? Wakasome miaka 5, 7 hao. Maana takinga mwilini hawana. Ikija malaria, akawe kanjano. Toka Yesu hataki. Tena anaenda kwa mganga. Ni mambo ya ajabu. Kanabadilika mtumacho katoto, hana kinga yoyote. Kama zalio kwenye laana, mimi nimetungwa na laana, magonjwa na magonjwa. Tubu wanadamu, tubu. Geuka tueje kwa Baba wa roho. Yamkini anataizuia. Anafika kwa mgonjwa, kuna mmoja naye kuroga. Nyonyo ganga simao roga nyi. Nana naye mloga. Nikuchonganisha jirani yako pale, huko hana kinga, huko ana ukimwi, sasa umelogwa. Alikupendea mtego. Alifanya mtego aliujueje yule? Si nyie ndio mnafundisha watu kutega? Si ni wewe? Na watu wanaendelea kuchonganishana. Kumbe ukimwi sina, nimelogwa tu. Yaani sasa, ametaona. Ndio aanze kuuana. Kwa Yesu sasa, hata hayo wanaounganisha mwe mnauana na kuelewana vibaya wanadamu wakati ni nguvu rohoni. Hataki Yesu. Malaya huyo tena. Ameasika na malaya. Wanaweka mstari wa kuchukua vidonge. Auntie, siki. Auntie, ani mimi ningekuwa Mungu na wakamata. Malaya Yesu umeleta ukimwi nini tena? Unaeleza ukimwi wa nini? Anastahili Mungu tu peke yake. Kwa mwanadamu angepiga kweli kwenye mstari wanamotongozana, wewe si mgonjwa wewe. Nini tena baada ya kujuta ugonjwa uliopata? Hayajutaji. Wakuta wanavyoongea ni kama mafua. Mafua wapi? Ni ukimwi. Mafua wapi? Umeasilika wewe. Una kinga, utakatika kama limua. Hata saa hizo una mauti. Yukalia ufufuo na uzima. Yesu aliye ukija kwake anaweza kuondoa mauti, anaondoa majeneza mioyoni, anabadili mauti kwa uzima. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai, anasamehe dhambi na kuponya magonjwa Bwana, na anakata na kiu utakuwa malaya tena. Alimwambia mwingine, haya umepona. Kwa kuwa umepona usitende dhambi tena. Akishatuponya dhambi mwiko inakatwa. Mtu huyu hawezi karudia huyu ni neema nimeipata. Siwezi tena kwa kwenye umai. Ukoje mwanadamu? Taifa linaenda wapi? Kwa ajili ya shetani anazungumza na kuwafariji hata kwenye mabaya. Waone kama hawako kwenye mabaya, hawako kwenye danger, wakati kwenye danger. Saa hizi watoto wanaosoma wengi wagonjwa tu. Kanaanza chekechea kagonjwa. Kakisukuma hivi na mwalimu sasa wanasema msichape watoto. Wagonjwa. Tabu kweli walimu wana kazi. Akisukuma hivi kameshaondoka. Mmoja huko ameachwa amefungwa mwalimu. Alikagusa katoto ntie. Ameua Aisha kufaga huyu. Aisha ameua wapi mwalimu wa watu? Wanaogopa. Nisije kachukua kesi nikaacha watoto wangu nikaenda jela miaka 30. Watoto hakizaa wasichape. Mtoto si ujinga unaondoka na fimbo. Umetoka kwenye kweli. Kwa nini? Laana, dhambi, danganyifu. Manja kinga zipo watoto. Kama malaya, mme malaya, anakutana ugonjwa na ugonjwa ukimwi wote. Watazaa nini? Si hayo. Tabu mwanadamu acha njia mbaya. Rejea kwa Baba. Amejaa neema na rehema. Kwa wanadamu wanaoletea wakagairi. Tubu Tanzania, tubu Misungwi. Geuka rejea. Hakuna neno asiyoliweza Mungu aliyetuumba. Akiona mioyo inatubu na kurejea, anaweza kazuia tauni, anaweza kazuia magonjwa. Maana najua watu wangu wamerejea, watu wangu wamerudi. Anazuia magonjwa na anazizotumwa zinazuiliwa ili wawe salama taifa lake. Kuna jambo asiyoliweza, ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna gumu kwake. Vizuri, cheni ya leo chukua hatua. Rejea, sitemee na udanganyifu wa dhambi. Huyu anayekudanganya mpe talaka leo.
Mwambie leo, sasa kuzungumza ndani mwangu. Umenibebea mauti ya roho yangu, wewe huna mazuri. Nataka kuniua. Amenyonga watu wengi, nzao nyingi. Yaani mtu anakuwa haina maana kuzaa. Amezaa watoto tugonjwa, aitwa nini? Haka kanauma kila siku wote na huyu saa ngapi wanywe. Unazana na wapa ugali na uchi. Jamani. Na dawa zikifungwa hizo si wote maiti. Ni kazi misiba na itazidi. Maana wameshikilia watu wetu dawa ya chenye mle ndani. Wamarekani wasema hatutoi misaada. Utasikia kile zake wanatuua, umeshakufaga. Tubu. Rejea leo. Yukaria ufufuo na uzima. Yeye ni mfalme, ni Mungu Muumbaji. Nasi narudi, inakuwa salama Bwana. Unarejea kumtumainia Baba wa roho. Simama kwa miguu miwili Mungu aliyokupa. Amini amesema nawe jioni ya leo. Kama uko mbali, sogea makutano. Ndiyeko mbali naweza kusimama kumheshimu Mungu. Neno hili amelituma haliwezi kumrudia yeye kamwe. Dhambi na kanuni ya kumdanganya mwanadamu. Na nafasi nzuri leo. Dhambi na masikio, dhambi na macho, dhambi na miguu, na inaongea na kutembea. Ndio maana mtu kama alikuwa anakunywa gongo chupa moja inampandisha cheo. Anaanza kunywa mbili, inaongeza leo. Ongeza, fanya hivi. Inaongea. Kwa hiyo leo mwenyewe unapoamua kwamba sasa dhambi sitaki unidanganye. Ameniambia mfalme amekuja, mimi sidanganywe na wewe. Nataka nirudi. Nataka nitembee na sauti ya msioe kunielekeza. Ninasikia. Fumba macho. Na hata kama uko mbali, patisha haya maneno. Niombe nawe jioni ya leo. Yamkini neema hii imekuja kwako. Sema asante Yesu kwa neno lako uliolituma. Ni kweli ndani ya moyo wangu dhambi ilikuwa inazungumza. Imenidanganya. Kuanzia leo ninakataa kudanganywa na dhambi. Kuanzia leo ninakataa kuifuata dhambi. Kwa jina la Yesu, Bwana nisaidie. Yokolewe nafsi yangu. Kolewe moyo wangu. Rejea kwako leo. Kolewe roho yangu. Kwa jina la Yesu, nikafuate haki. Fuate sheria yako. Fuate maagizo yako. Kwa jina la Yesu. Amen. Fumba macho yako. Moto ule mkono wako wa kulia weka pale kifuani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni Baba wa roho hizi, nasi mfalme, kili wewe jioni ya leo kwamba lidanganya na dhambi. Amelisikia neno lako Jehova Mungu mkuu. Mesema mtu kwa kukiri na kuamini anahesabiwa haki, nawe anapata wokovu. Kwa jina la Bwana aliye hai, chini ya neema yako, geuza moyo kuelekea wewe. Geuza nasi Baba, geuza roho hii Baba wa roho, chini ya neema na rehema. Kuanzia leo kama alivyokiri, afuate haki yako, afuate maagizo yako uliyemuumba, afuate sheria yako, chini ya neema na rehema. Nafunga nguvu za giza, funga uchawi, uganga, ang'oa roho za udanganyifu sizo kwa zinazungumza ndani yake. Kwa jina la Bwana aliye hai, aboma madhabahu za kuzimu naziteketeza kwa moto. Kwa jina la Bwana aliye hai, bali mkono wako kuokoa na kuponya, kutenda mema kwa wanadamu. Pitie neno hili mfalme, onekane kwa moja moja. Yesikia na kupokea neno hili, niwe uhai na wokovu, niwe uzima na uponyaji wako kugeukia wewe pekee. Jehova na kutukuza, maana upumetenda, utukuzwe katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, kiomba na kushukuru. Wote tuseme amen.